Baada ya kutoka stage hapo inakuja inachakatwa tena kwenye mashine mengine, mtambo mwingine ambao ni huu hapo. Baada ya kutoka hapo, huu hapo mnavyoona ni udongo ambao unapatikana kwenye kichuguu. Udongo ambao unaotumika katika kuchanganyia ni wa kichuguu. Ukishachanganya huu na huu, kuna mashine ambayo yanaweza kutoa zile piki ambazo ndo hizo hapo kama mnavyoona. Tumia mkaa huu hapo au hapo kwa matumizi ya nyumbani. Lakini ni majiko ambayo ni hayo ambayo tunatumia kama ya kawaida. Lakini unakaa kwa muda mrefu sana. Unakaa masaa kama 6 hivi kwa ajili ya kupikia. Ni mkaa mzuri sana. Hauna moshi. Tuna convert maganda ya korosho kuwa mbolea. Kwa hiyo tunachofanya, tuna process ambayo inakuja katika formu ya mbolea, inakuwa organic fertilizer. Hii organic fertilizer inasaidia kuboresha afya ya udongo, lakini pia kuboresha afya ya walaji wa bidhaa za kilimo. Mara nyingi mbolea za organic fertilizer kwa sasa ni kwa wakulima, hasa wakulima wanaofanya organic farming, kwa sababu mbolea yetu ni organic farming. Tunafikia kwa kufanya market demonstration kwa sababu mkulima anataka aone matokeo. Kwa hiyo tunafanya demonstration, tunaenda kwenye vyombo. Halmashauri ya Tunduru imeajiri walimu 100 wa mkataba kuongeza nguvu, lakini pia na wataalamu wa afya ya korosho kwenye vijiji vinavyosumbuliwa na tembo, na tukawapa training ya kukabiliana nao. Moja ya njia ambayo ni rafiki kwao ni kutumia tochi zenye mwanga mkali nyakati za usiku, kutumia mavuvuzela yenye sauti kali kubwa wakati wa mchana. Na ni kwa nini? Kwa sababu sisi tunacheza na udhaifu wa tembo. Tembo yeye hapendi kelele, na sauti tunayoisikia sisi yeye anaisikia mara 100 zaidi yetu. Kwa hiyo tukagundua kwamba ukitumia mavuvuzela ambayo yanapatikana kwenye maeneo yetu, ukimpigia anakimbia. Kwa hiyo tuliwafundisha tabia za wanyamapori, baada ya kuwafundisha kwa maana kwamba wanatakiwa kwa umbali gani ili wasije kadhurika na namna ya kuwaondoa. Tukawafundisha hivi vifaa na wamefanya. Na kwetu imeleta tija kwa sababu nyakati nyuma tunapata matukio mashamba 600, 700, 800 ambayo yanaharibiwa. Lakini baada ya kutengeneza vikosi na wakafanya kazi, tumeweza kupunguza. Mwaka juzi tulipata 280 kutoka kwenye 600 na 700, lakini mwaka huu tumekuwa na machache zaidi ambayo hata hafiki 20. Ongeza sana taasisi zote za umma na za binafsi ambazo tumezitembelea, na wapongeza kwa maonesho yenye ubora wa hali ya juu sana. Hongereni sana 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 sana. Kuhakikisha vile vikundi vya ujasiriamali ambavyo tumeshuhudia vina bidhaa, vina huduma, vina shughuli mbalimbali ambao tayari wanafanya vizuri, hivyo ndio vile vikundi vya kipaumbele kupewa hizi fedha. Kwa sababu mnapeleka fedha kwa mtu ambaye tayari anajua anafanya nini, anafanya kwa utaratibu gani na atarejeshaje fedha. Lazima tutengeneze mkakati wa kupanua wigo wa masoko ya bidhaa wanazozitoa. Nimefurahishwa na halmashauri ambazo zimewaleta wazalishaji wao wa bidhaa waonekane hapa, ili soko lao lipanuke kutoka kwenye halmashauri kwenda kwenye mikoa ya jirani na hatimaye nchi nzima. Tukifanya hivyo kwa kila mzalishaji au mjasiriamali tuliyemwezesha, nataka niwaambieni soko la watu wetu litakuwa kubwa, uzalishaji utaongezeka, lakini uwezo wao wa kurejesha fedha walizokopeshwa utakuwa mkubwa zaidi. Jambo lingine ambalo tumeliona leo na ni lazima liwe la mfano, ziko halmashauri ambazo zinawawezesha vijana wao, kina mama wanaotoka kwenye maeneo yao na wenzetu wenye ulemavu kulingana na aina ya bidhaa inayopatikana kwenye eneo husika. Kwa mfano, kuna halmashauri wao zao lao ni tumbaku, kwa hiyo wanawezesha vikundi vyote ambavyo viko kwenye mnyororo wa nini, wa tumbaku. Kuna halmashauri zao lao ni korosho na wanawezesha vikundi vyote ambavyo viko kwenye mnyororo wa thamani ya nini, ya korosho. Matokeo yake sasa mmeona multiply effect ni kwamba uzalishaji ule umechochea ongezeko la makusanyo ya mapato ya ndani yanayotokana na zao lile zao wamelichangamkia wananchi wote. Sasa kwenye mnyororo wa thamani kila mmoja anafanya na fedha inarudi kwenye halmashauri, inarudi kwenye mzunguko na hatimaye makusanyo ya ndani yanaongezeka. Kwa haya tunayoyaona kwenye mabanda ya maonesho ni lazima tuhakikishe tunapambana yaonekane kwenye maisha ya jumla ya wananchi wetu. Tukipita kule mtaani tupite kwenye nyumba ambayo wanafuga hizo mbuzi. Tukipita mtaani tukute kuna nyumba wana bustani ya mboga mboga. Tukipita mtaani tukute kuna mtu pale anafuga samaki na madimbu ya samaki. Tuyaone haya yanayotokea kwenye maonesho yanatokea kwenye maisha ya watu wetu. Ya kujifunza kutoka kwenye maonesho, tuwe na mkakati wa kuhakikisha stadi hizi za maisha zinahamia kwenye maisha ya watu wetu kule mtaani, kule vijijini, kwenye vitongoji na maisha ya mtu mmoja mmoja, ili mwisho wa siku faida ya maonesho haya iweze kuonekana kwenye mzunguko wa kila siku kwa maisha ya watu wetu. Mikopo tuendelee kuimarisha. Wajasiriamali tumewaona pale wana vitu vingi vikubwa, lakini ukimuuliza anakuambia sijapata mkopo. Hao ndio watu tumesema mwanzoni wapewe kipaumbele. Wale ambao tayari wanafanya kazi hiyo, wanaweza kazi hiyo na wameshalipata soko, wawezeshwe wafanye kwa tija zaidi.
Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.